Habari za saa hizi ndugu wa Tanzania na ndugu wakazi wa Singida mjini. Kwa majina naitwa Mili George, ni mwenyekiti wa programu ya kuchoma damu ambayo inahusika na kuhamasisha na kuelimisha uchangiaji damu na umuhimu wa damu katika jamii zetu. Tupo hapa na wadau anaitwa Mr. Juvene Chua, ndio wetu amekuwa kusapoti kwa mwaka jana, lakini pia kwangu hapa niko na mama yetu mwenyekiti wa mtaa wa Sokoni pale ambapo tulikuwa tumeanzia kufanyia programu yetu, lakini huyu anaitwa Hussein, yeye ni program manager wa kuchoma damu. Pia kuna mdau mwingine manager wa KBH Hotel. Ile pia ni miongoni wa watu ambao msimu huu wa pili wamekuwa wakisupport. Kwa hiyo kwa pamoja kila mtu atazungumza kidogo. Ndugu wa Tanzania, ndugu wananchi wa Singida, sasa mkoa wa Singida mjini, ningependa kusema katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi endelee. Asanteni. Kwa majina naitwa Juvene Chua, ni mdau wa kuchoma damu inayofanyika mwaka huu, mwaka 2025 kuanzia tarehe 22 mwezi wa 12 hapa mkoani kwetu Singida mjini. Sasa mimi kama mdau, zoezi tuweza kulifanya mwaka jana kwa kiasi chake tulifanikiwa, lakini haikutosha. Kwa hiyo mimi kwa niaba ya wadau wengine ambao ni moja wa waasisi wa hili zoezi la uchangiaji damu hapa Singida, ningependa kuhamasisha wadau wengine ambao naweza nikawataja kwa makundi. Wadau ambao tunahitaji sana katika uhamasishaji ili kusudi kuweza kufikia lengo kubwa la kupata damu nyingi katika mwaka wa 2025 ni mabenki, wafanya biashara kwa maana ya wenye hotels, wafanya biashara kwa maana ya biashara zote zile entities ambazo zinakuwa zina wingi wa watu katika kuajiri pamoja na kuwafikia. Kwa hizo entities zote ambazo zinatoa huduma kama hotels, hizi restaurants kubwa tunawalika sana katika zoezi hili. Kwa upande mwingine taasisi kama mabenki, NBC, CRDB, NMB, wote hawa ni watu ambao tunawategemea sana katika kuhamasisha zoezi hili. Sambamba na hilo pia tuna ndugu zetu hapa ambao ni KBH Hotels. Kwa upande wake atazungumza pia, lakini jambo kubwa zaidi ni kupata watu wa kuweza kusupport jambo hili ambalo liko mbele yetu, kupata damu ya kutosha. Asante. Kwa jina naitwa Frank Msiba, ni manager wa Loy Village Singida. Hivyo kama sisi wadau tunapenda kuhamasisha watu waweze kuja kuchangia damu. Hivyo kama sisi kwenye hoteli tumehamasisha kwamba wafanyakazi wetu wote watakuwepo katika eneo la tukio kwa ajili ya kuweza kutoa damu, kuchangia damu, tuokoe maisha. Na vile vile tutapenda kuwakaribisha au kuwaomba wadau wengine waweze kujitokeza ili tuweze kufanikisha jambo hili. Asante. Wananchi wa Singida, kwa umoja tuliouona kupitia vijana hawa, mimi kama mwenyekiti wa mtaa wa Soko, kwa jina anaitwa Amina Abubakar Msagara. Vijana hawa kuhusu swala zima la uchangiaji wa damu walikaa wakatafakari. Kwa umoja wao walikuja ofisini kwangu na kuelezea jambo lao, na sisi kama serikali tulikaa tukaamua kuunga mkono ili kuhakikisha kwamba zoezi hili la uchangiaji damu linafanikiwa. Vijana hawa pamoja na wadau ambao walishirikiana nao katika swala la kuchangia damu, watu walijitokeza wengi katika manispaa ya Singida. Zoezi hili lilifanyikia kata ya Ipembe, mtaa wa Soko. Kwa umoja wao pia vijana hawa kwa nguvu walizozitumia, kutumia mali, ushawishi, ushauri, ulifanya watu wajitokeze na wadau wengine pia kuendelea kujitokeza. Sasa kwa niaba ya serikali ya mtaa wa Soko na kwa niaba ya serikali kwa ujumla, sisi kama wakazi wa mkoa wa Singida tunaomba umoja huu uendelee kudumu, na pia tuwapongeze na wenyewe vijana kama vijana kuwa na mawazo kama haya kuweza kusaidia jamii kwa ujumla, kwa sababu swala hili ni la kijamii. Waliona upungufu tuliokuwa nao, changamoto zinazojitokeza,
kwa wananchi, kwa watoto, wazazi, watu wote ambao wana uhitaji wa kupata damu, hasa katika hospitali zetu. Ukizingatia hapa ndani ya manispaa tuna hospitali 3, tukichukua kituo cha afya, hospitali ya manispaa na hospitali ya rufaa. Zote zinahitaji kuhakikisha kwamba wana damu za kutosha kwa ajili ya kuhudumia jamii na wagonjwa ambaye wana uhitaji wa kupata damu. Sasa tunaomba vijana wengine pia wajitokeze kwa wingi kuwaunga hawa vijana mkono, ili tuhakikishe kwamba nguvu ya vijana hawa imeleta matumaini chanya, na lengo letu ni kuhakikisha kwamba tupate mafanikio. Kupata zile uniti tulizozipata, uniti 50 si chache. Kwa sababu gani? Ilikuwa ni awamu ya kwanza. Sasa tunategemea wananchi wajitokeze kwa wingi kwa makundi mbalimbali, ili tuweze kuhakikisha tunapata damu ya kutosha kwa ajili ya kusaidia katika hospitali zetu hizi. Na nyinyi vijana, kwa kweli tunawashukuru na tunaunga mkono. Nyinyi ni Watanzania na mnaamini kwamba nchi hii inalindwa na vijana. Kwa hili mlilofanya ni mfano kwa vijana wengine. Tunawashukuru na tunawakaribisha wengine. Mimi kwa hapo naomba niwapongeze na kusema asanteni sana. Kwa majina naitwa Hussein Hassani, ni program manager wa kuchoma damu. Napenda kutoa rai sana kwa vijana wenzangu kufika kwa wingi siku ya tarehe 22 pale sokoni. Zoezi letu litaanza asubuhi na tunategemea mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa DC Bwana Godi Gondwe. Programu zitaanza asubuhi saa 2 ambapo tutafanya jogging, lakini baada ya jogging tutarudi pale sokoni, tutakuwa na uchangishaji wa damu. Baada ya uchangishaji wa damu tutakuwa na nyama choma, kuku choma, lakini pia tutakuwa na madensa pamoja na wasanii. Karibuni sana. Mimi kwa majina naitwa Ramadhani Mtika. Ni memba wa Damu Salama mkoa wa Singida. Na nafanya kazi na taasisi ya Damu Salama mkoa wa Singida. Lakini nishukuru kipekee kama sehemu ya memba wa Damu Salama mkoa wa Singida kushukuru Laka Fashion. Of course ni kijana ambaye anaonyesha juhudi pamoja na wenzake ambao wanafanya mashirikiano naye kuhakikisha kila mwaka, kwa sababu na mimi nashirikiana nao kwa karibu sana kuhakikisha zoezi la uchangiaji wa damu linaendeshwa kila mwaka. Laka Fashion ni kijana ambaye anaonyesha mfano kwa vijana wengine na kushirikiana na vijana wenzake. Kwa hiyo nitoe wito kumuiga kijana, kwa sababu nashirikiana naye kwa muda mwingi. Damu ni sehemu kubwa, ni sehemu kwanza katika vitabu vyetu vya kiimani, ni sehemu ya ibada. Alafu jambo la pili, damu haina shamba, na shamba ni sisi kujitolea kuchangia damu. Na faida ya damu, ukichanganya unit moja inasaidia watoto 4. Na damu inasaidia majanga mbalimbali, akina mama wajawazito na mambo mbalimbali, watu ambao wana maradhi mbalimbali. Lakini kipekee ni sehemu Laka Fashion ni sehemu ambayo inatoa wito kwa vijana tuilinde amani ya nchi yetu. Na siku ya uchangiaji wa damu tutatoa somo kwa ufupi umuhimu wa amani ya nchi yetu, na kila mmoja awe mzalendo katika amani ya nchi yetu. Niwashukuru sana waandishi wa habari, na nyinyi mmekuwa sehemu kubwa ya kusambaza taarifa zetu. Tunaombea kwa Mungu awabariki sana na wape maisha marefu. Asanteni sana. Kwa hiyo kipekee kabisa tunawakaribisha waheshimiwa madiwani wote wa kata za manispaa ya Singida mjini, lakini waheshimiwa wabunge, wadau mbalimbali waje kutusupport, waje kushirikiana na sisi kama tulivyosikia hapa kwa programu kwamba programu zitaanza asubuhi. Tutakuwa na mbio za polepole. Kutoka hapo tutaanza sasa kwenda moja kwenye eneo la tukio. Lakini pia baada ya pale kutakuwa na vitu vingi. Kutakuwa pia na upimaji wa afya, kutakuwa na ushauri na elimu juu ya damu. Watu wengine hawajui damu group lake ni aina gani ya group la damu. Kwa hiyo yani watu wasiache kuja. Watu wengi wa kujifunza, watu wengi wa kuangalia. Basi pia kuna kuconnect, sababu sisi ni vijana kama mnavyoona, pia kuna kuconnect. Kwa hiyo tofauti mwaka jana na mwaka huu, mwaka jana tulifanya kwa udogo, mwaka huu tumejipanga vizuri kufanya kwa ukubwa na kuendelea kutengeneza history kwenye nchi yetu. Kama mlivyosema, taifa lijengwa na vijana.
naomba sana ushirikiano mkubwa kwa vijana, lakini kwenye taasisi na mashirika na watu mbalimbali. Tunasema kuchoma damu 2025, damu yako uhai wangu, damu haina shamba. Kuchoma damu 2025, damu yako uhai wangu, damu haina shamba.